Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba tuko vizuri sana. Bana, sasa kutoka Zanzibar, hali ya hewa imekuwa tete sana na inawezekana ikaondoa kidogo ladha ya mchezo, lakini tusiwe na wasiwasi sana kwa sababu mvua zinazoendelea jijini Dar es Salaam ni mvua ambazo pia zinaendelea hapa visiwani Zanzibar. Kuanzia mapema asubuhi hii leo tumeshuhudia mvua nyingi sana ambazo zimeendelea kunyesha, lakini pamoja na hizo mvua kunyesha kwa kiwango kikubwa sana, tumeshuhudia mashabiki wa Tanzania bara kwa maana wa Dar es Salaam na mikoa mingine ya bara wamefika kwa wingi katika viunga vya Zanzibar. Lengo mahususi ni kwa ajili ya kutazama huu mchezo wa Simba dhidi ya kikosi hiki cha kutazama mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha Stellenbosch, moja kati ya mchezo ambao tunatarajia utakuwa na ushindani mkubwa sana kutokana na hali ya timu zote hizi mbili, kwa maana kikosi cha Simba pamoja na Stellenbosch. Na Simba wao walifika huku mapema kwa ajili ya maandalizi, na Stellenbosch walifika siku ya juzi asubuhi na mapema kabisa, hukuhitaji kelele na mtu. Alipofika Dar es Salaam wakaunganisha ndege ya kuwapeleka moja kwa moja Zanzibari, na wamefika kule wakaanza maandalizi rasmi. Sasa leo ndio siku ya mchezo husika ambao tunatarajia mchezo utakuwa na ushindani mkubwa sana pamoja na uhitaji wa matokeo, kwa sababu ni mechi ambayo Simba Sports Club wao wameanzia nyumbani na Stellenbosch wameanzia away. Ni kama vile Stellenbosch kwa haraka unaweza kudhani wana advantage kubwa sana kwa sababu wameanzia away na wataenda kuamalizia nyumbani, na mara nyingi timu ambayo inamaliziaga nyumbani inapewaga advantage ya kufanya vizuri zaidi, lakini hiyo sio sababu ya kusababisha hawa jamaa wasiwe na performance nzuri. Lakini pili, Simba inabidi wamalize mchezo huu wakiwa katika uwanja wa nyumbani. Jana kwenye press conference kocha Fadru alizungumza mambo kadha ikiwemo kuwajua Stellenbosch jinsi ambavyo wanavyocheza, kwamba anawajua jinsi ambavyo walivyo, anajua bora wao, anajua dhaifu wao. Kwa maana yote haya ataenda kuyatumia kama silaha nzito ya kuadhibu, hakuna kitakachoharibika. Lakini kwa upande wa Shemalon Fondo Okuta wa Yeriko, naye pia ni miongoni mwa watu ambao walizungumza katika mchezo wa jana, na moja kati ya kitu ambacho alikizungumza ni jinsi ambavyo wachezaji wake kwamba jinsi ambavyo wachezaji walivyojiandaa mentality ways, kwamba wachezaji wako vizuri mentally. Nilikuwa najaribu kuwafuatilia Stellenbosch kwa siku za hivi karibuni the ambavyo wanavyocheza. Ukiwatazama kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, Stellenbosch wamecheza jumla michezo 8. Katika hiyo michezo 8 wamefunga mabao 7, wakifungwa mabao 10. Wametoa ukiangalia uwiano hapo unaona wana negative 3. Maana yake ni timu ambayo inaruhusu sana kufungika, lakini wamefungwa sana kwenye hatua ya makundi, si kwenye hatua ya kimataifa. I mean tuzo kwenye hatua ya robo finali. Hatua makundi ndio alifunga mabao mengi. Utakumbuka alifunga bao 5 ngapi. Hawana average nzuri sana ya kufunga kwenye mchezo mmoja, wana uhakika kufunga bao moja maybe, lakini kwenye penalty walipata 2 na zote wamefunga. Free kick hawajaweza kufunga bao hata moja. Kwenye haya mabao waliofunga, mabao yote 7 wamefunga inside the box. Maana hawa jamaa ni watamu sana wakiingia kwenye boxi lako. Hawajafunga bao hata moja kutokea outside the box. Na ukijaribu kutazama kwenye hili eneo lingine la wapi ambapo panaonekana kuwa na nguvu sana, hapa tunaweza tukazungumzia eneo la kulia, ndio eneo ambalo lina nguvu sana. Na mara nyingi nimekuja kuzishuhudia timu nyingi sana ambazo ziko hapa barani Afrika zimekuwa na maana nzuri ama na uwiano mzuri wa kufunga mabao kutokea kulia mwa uwanja. Kulia mwa uwanja wa jamaa mpaka sasa wamefunga jumla ya mabao 3, lakini kushoto mwa uwanja wamefunga mabao 2 na Edding wamefunga mabao 2. Ila hao jamaa, moja kati ya kitu ambacho mimi naweza sema wako vizuri in defending. Wana clean sheet 5. Pamoja na kwamba wamefunga mabao mengi, lakini wana clean sheet 5. Wana uwezo wa kufunga mabao mengi of course kwenye michezo kutokana na yale mabao ambayo walifungwa kwenye michezo ya hatua makundi. Lakini ukiangalia tackling per game wana 13, interception per game wana 10,
clearance per game ni 18. Ukiangalia hizi zote ni namba ambazo ziko above namba 10. Yani wana namba nzuri kwenye ulinzi, clearance, interception pamoja na tackling. Save per game, goalkeeper wao ana uhakika kusave 2 mpaka 3. Ball recovery, yani kupoteza mpira alafu wakaurudisha, ni mara 49 katika dakika 90. Maana kwa jamaa kila baada ya dakika moja kila baada ya dakika 2 wana uhakika wa kufanya recovery na ule mpira wakaupata. So ni moja kati ya mchezo ambao mimi naamini utakuwa na ushindani mkubwa sana kutokana na namna ambavyo kikosi cha Simba jinsi kilivyo na mahitaji ya mchezo jinsi yalivyo. Na kikosi chao hawa Stellenbosch kimekuwa si kikosi ambacho kinabadilika mara kwa mara. Na mathalan niliangalia kwenye mchezo uliopita ambao walicheza dhidi ya kikosi cha Zamalek, na katika mchezo huo tulishuhudia hawa jamaa walipata sare kwenye mchezo ambao walipata sare wa kwanza ambao wao walikuwa nyumbani. Achana ule ambao walienda kushinda away, ule ambao walipata sare. Walicheza na mfumo wa 4-3-3. Ndio mfumo ambao hata mwalimu wao amekuwa akiupenda, kwa maana ya kutengeneza kuwa na mabeki 4, kwa maana kina Goswill, Traore, Moloisain pamoja na Basadie. Au na wachezaji ambao wanakuwa nyuma ya msala katikati. Eneo la katikati, kwenye eneo la backline. Na ukiangalia kwenye huo mchezo, wachezaji 3 kati ya 4 walikuwa na rate ya 7 point something na kuendelea. Maana yake walikuwa vizuri sana kwenye hizo rate. Maana yake hizo rate zinakuwa ni 10. Tunaangalia in defending, creativity pamoja na human errors. Ukiwa na namba nzuri, kwa maana performance nzuri, unapewa 10/10, na ni ngumu sana kuona mchezaji anafika huko. Maana yake mchezaji ambaye tunasema amekuwa na kiwango kizuri ni yule ambaye ana point 7 na kuendelea. Eneo la katikati walikuwa na Akiba, Nduli pamoja na Palace, ambao pia ukiangalia wawili kati ya 3 walikuwa na performance nzuri ya kuwa na 7.1. Huku chini alikuwa ni Toitus, Jong pamoja na Kapindo. Jong alikuwa na performance nzuri sana. So Simba ukiangalia kwenye muktadha wa namna hiyo, wana kazi kubwa sana ya kufanya kuhakikisha kwamba wanakuwa salama. Na nilikuwa naangalia jinsi ambavyo wamepewa rate. Simba wamepewa 63% ya kushinda hii mechi. Na ukiangalia Stellenbosch kwenye mechi za hivi karibuni hawana matokeo mazuri. Wamekuwa na matokeo mengi sana ya kupoteza mechi. Although mechi 2 za mwisho wamepata matokeo dhidi ya Mazulu na dhidi ya Zamalek, lakini hapa nyuma walikuwa na sare kwenye mechi. Achana na hizo mechi 2 ambazo wameshinda, mechi za nyuma, kwa maana mwezi wa 4 mwanzoni na wa 3 ule walikuwa na mechi 4 na wakashinda moja dhidi ya Shakunene FC, lakini wakapoteza mechi 2 dhidi ya Kaizer Chiefs na dhidi ya Magesi, na wakasare mechi 2 dhidi ya Orlando na dhidi ya Zamalek. So hiko ndio kikosi ambacho Simba wataenda kukutana nacho muda si mrefu, na nilikuwa najaribu kukupa brief. Kikosi cha Simba ambacho natarajia mimi kianze leo ni kikosi ambacho akijawa na mabadiliko yale. Nadhani mwalimu hawezi kubadilisha wachezaji. Pimpin Kamara, Mohamed Hussein, Shomari Kapombe naamini wataenda kuanza. Abdurazak Hamza na Shamuka Rabwa naamini wanaenda kuanza. Fabrice Ulamba Ngoma na Yusuf Kagoma inshallah wanaamini wanaenda kuanza. Elie Mpanzu, Kip Dennis pamoja na Steve Desa Mkwala ninaamini ndio wachezaji ambao wanaenda kuanza. Hakuna namna ambavyo Simba anaweza badilisha kikosi chao, kwa sababu hakuna sababu hiyo, na naamini kabisa Simba wana uhakika kupata matokeo mazuri. Na huu ni mchezo ambao mpaka sasa hivi tunaweza sema ni full house. Uwanja lazima utakuwa umejaa full to the fullest. So sisi ambao hatujafika kule Zanzibar, wacha tuendelee kutazama katika runinga.